Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yupo mkoani Kigoma eneo la Katayosho kwa lengo la kufanya uzinduzi wa ujenzi wa reli ya standard gauge. Hapa ni moja kati ya wadau wakubwa wa maendeleo mkoani Kigoma. Atajitambulisha yeye, lakini tutakuwa na mawili matatu ya kufahamu kuhusiana na namna gani ambavyo Kigoma itafunguka zaidi kiuchumi kutokana na ujio wa reli hii ya kisasa. Habari yako mada? Salama kabisa. Watanzania wangependa kwanza kufahamu jina lako na nafasi yako kwenye hili tukio ni ipi? Mimi naitwa Genevieve Emmanuel Mtiti. Mimi ni mzalendo tu na raia mwema, mwananchi mwenye mapenzi, mahaba na wivu sana na mkoa wake wa Kigoma. Kwa mimi ni mdau wa maendeleo. Tumepata tunu, tunaweza kusema ni tunu kwa sababu ni moja kati ya viashiria vikubwa vya kimaendeleo, ujio wa reli ya standard gauge. Hii ina maana gani kiuchumi kwa wananchi wa mkoa wa Kigoma na maendeleo ya mkoa mzima kwa ujumla wake? Asante. Ni kwa niaba ya kundi la vijana nikiwa kama mjumbe wa baraza la biashara la mkoa. Kwa upande wetu sisi vijana tunaamini kabisa kwamba hakuna miundombinu hakuna maendeleo, na mengi sana tumeongelea kuhusiana na SGR kama moja kati ya miundombinu ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kuchochemua uchumi wa mkoa wetu wa Kigoma. Na kubwa kwa yote sasa hivi tunaloliangalia ni ujio wa kasi kubwa sana wa wawekezaji katika mkoa wetu, na ujio wao ni viashiria tosha kwamba miundombinu katika mkoa wetu wa Kigoma imeboreshwa sana. Unaona tuna kiwanda cha nondo, tuna kiwanda cha kuku, sijui mayai, tuna viwanda vingi viko vinakuja, tuna kiwanda cha Tromizo anatengeneza mafuta ya kula, ni kiwanda kikubwa, tuna viwanda vya maji vingi ambavyo viko hapa, tuna kiwanda cha sukari Kasulu. Kwa hiyo unaona kwa nini hivyo sasa vimeanza kuja, hatukuwa navyo kabla. Vinakuja kwa sababu tayari sasa wawekezaji wameona Kigoma ya sasa hivi imekuwa na mazingira rafiki sana kwa uwekezaji, na tunaamini kwamba ujio wa SGR utazidi kuleta zaidi wawekezaji kwa sababu wanakuja kuweka viwanda hapa. Tayari tuna umeme wa grid. Leo tunafanya uzinduzi wa meli 4 za mizigo 4, unaona, ambazo zitatuunganisha sisi na Zambia na DRC na nini. Bidhaa zitaenda zitarudi, zitaenda sehemu mbalimbali, tuta export, tuta import. Lakini pia SGR itatusaidia na itawahakikishia hata wadau wetu wanaokuja kuwekeza kwamba bidhaa raw materials zitakuja kwa usalama zaidi katika mkoa wetu na pia kuondoka zikiwa kama bidhaa na kuweza kufikia masoko makubwa zaidi. Ni wito gani unaweza kutoa kwa vijana wa mkoa wa Kigoma kutokana na kufunguka huku kwa fursa? Ni kipi wanapaswa kukifanya kujiandaa na ujio wa fursa hii? Sisi tuko tayari na vijana wetu wako moto. Of course Kigoma inapaa sasa hivi kiuchumi na ni gumzo. Tuna viongozi wazuri tayari, unaona sisi tumeamini vijana na tumeweka mbele viongozi vijana. Ukipita hata katika ofisi zetu utaona kwamba tuna vijana wengi, kuanzia viongozi wetu wa serikali ya mkoa, wa taasisi. Kwa hiyo utaona ni mji ambao kila mtu ana jambo, ana shughuli ya kufanya. Vijana wasikilizii michongo, vijana wako kazini. Ndio maana hata wewe kama kijana umeamua kuwekeza katika ya habari na unafanya vizuri, media yako inaenda 27 iko vizuri, inaenda, inapendwa, inafuatiliwa, tunakusupport of course, kwa sababu umeamua kujikita kurusha habari ambazo zinatija na ambazo zina inspire wengine, zinatoa taarifa zaidi. Hata kupitia 27 kuna wawekezaji wataona, watakuja, na sisi tunawakaribisha. Mimi kila siku msemo wangu ni ule kwamba Kigoma yetu sisi ni salama, kwa hiyo atakaye na aje tu. Na kuna kitu chochote kile unategemea kunaweza kuwa kuna surprise kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwa wana Kigoma, ukiachilia mbali ufunguzi huu wa ujenzi wa reli na uzinduzi wa meli, tutegemea kunaweza kuwa kuna surprise nyingine ya kimaendeleo kutoka kwa Mheshimiwa Rais, maana na hayo mamlaka? Raha ya namba moja bwana,
anaweza akatamka lolote na sisi tumekuwa tukitamani sana aweze kufika katika mkoa wetu. Wanawake wa mkoa wa Kigoma wamekuwa tamani kumuona, wadau wa maendeleo wamekuwa natamani kumuona, kila mmoja amekuwa tamani kumuona rais, kwa sababu yeye ndio final say, akisema na mambo yanakuwa. Kwa hiyo sisi tukasema sasa sisi tumkaribishe vizuri na tumuoneshe kwamba tunaweza, na tumuoneshe kwamba tunamsupport na tunatambua juhudi zake za kupambania Tanzania kwa ujumla na hata mkoa wa Kigoma. Miundombinu ni kitu muhimu sana mama, na tunaamini kwamba mengine mengi mazuri yanakuja. Kwa hiyo tunamsubiri aweze kuona yaliyopo, lakini tunaamini kwamba ni mtu ambaye ana roho safi, anapenda maendeleo na akifurahi huwa anafanya mambo mazuri. Kwa hiyo tunategemea kumuona mama akiangalia na sekta zingine zaidi za afya. Tunaona tuna Muhimbili ile iko pale, lakini tunaona sekta ya elimu pia, tuna wadau wako hapa. Mama ataangalia barabara zetu pia kuziboresha zaidi na zaidi. Tuna barabara za lami mitaani na zile za zamani kuziweka sawa sawa na nini. Kuna mambo mengi sana ambayo tunaamini akifika mama akiona kuna mengi mazuri yatafuata baada ya hapo, kwa sababu ni mtu ambaye anasikiliza na anapenda kufanya vitu vya maendeleo sana. Tumalizie kwa kumzungumzia Baba Levo walau kichache sana. Baba Levo kwenye ishu ya maendeleo ni mtu wa aina gani kwa unavyomfahamu wewe? Kikawaida kiongozi anaenda kulingana na watu wanaowaongoza, na kwa sababu mkoa wa Kigoma ni mkoa wa watu ambao wanapenda biashara na wanapenda maendeleo na Baba Levo ni mdau, ukitoa nafasi yake kama kiongozi, lakini pia ni mdau wa maendeleo. Hata kabla hajawa huku amewekeza kwenye media labda na miradi mingine mingi na nini. Kwa hiyo hatuwezi kusema mambo mengi kwa sasa hivi, ni mapema sana kwake, lakini tunaamini kwamba ile chachu na ile hari alionayo kwa miaka 5 ambayo amepewa dhamana ya kusemea manispaa yetu, ataenda kufanya mambo makubwa, kwa sababu tunaamini kwamba vijana wana nguvu, wana hari na ni wepesi sana kuchangamkia fursa. Kwa hiyo yuko katika nafasi ambayo vijana tunamwamini sana sana sana, na tunaamini mengi mazuri kutoka kwake. Mimi nakushukuru kwa muda wako. Asante.